Wakati wimbi la utekaji likiripotiwa kuongezeka kwa kasi sambamba na matukio ya mauaji ya kiholela, kuna taarifa za kutisha zinazohusisha wimbi hilo la utekaji na biashara hatari ya viungo vya binadamu. Makala hii inaelezea kwa kifupi japo kwa kina kuhusu hilo. Sasa taarifa kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania zinaeleza kwamba kuna ongezeko la matukio ya utekaji sambamba na ongezeko la mauaji ya kiholela. Kwa bahati mbaya, taarifa hizi ni vigumu kufahamika kwa umma kwa sababu kwa kiasi kikubwa vyombo vya habari vimeamua kutoripoti taarifa kama hizi, na sababu ziko wazi. Moja ni ukweli kwamba vyombo vingi vya habari nchini Tanzania kwa muda mrefu tu vimekuwa vikihofia kuandika habari ambazo zinaweza kuviingiza vyombo hivyo vya habari kwenye matatizo kutoka serikalini. Lakini pia inafahamika kwamba vyombo ambavyo vimejitahidi kuutumikia umma kwa kuripoti matukio mbalimbali vimejikuta vikiingia matatizoni. Lakini jingine ni kwamba hivi karibuni, baada ya kuteuliwa kushika waziri wenye dhamana ya habari, Paul Makonda maarufu kama Bashite alitoa onyo kali kwa vyombo mbalimbali vya habari, akieleza kwamba vinatakiwa kuandika habari za aina fulani, habari za kuisifia serikali, habari za kupendeza, na masuala mbalimbali yanayohusiana na serikali yatatolewa. Taarifa zinazohusiana na masuala ya serikali zitatolewa na serikali yenyewe. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kama kosa kuripoti chochote kila bila kupewa idhini na serikali kuripoti, na serikali ndio imegeuka kama mtoa habari mkuu katika habari ambazo pengine zitakuwa na maslahi ya wananchi mbalimbali. Kwa hiyo hizi zinachangia kwa kiasi kikubwa taarifa hizi za utekaji, taarifa ya mauaji ya kiholela kutofahamika. Lakini kuna upande wa pili wa tatizo hili, na upande wa pili ni ukweli kwamba zama hizi kila mtu mwenye simu janja, hizi smartphones, anaweza kuwa mwanahabari. Mtu anaweza akapiga picha akairusha kwenye mitandao ya kijamii, anaweza akarekodi video akairusha kwenye mitandao ya kijamii, anaweza akarekodi sauti akarusha kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kuna urahisi wa kushirikisha umma, kuhabarisha umma kuhusu matukio mbalimbali. Na kwa hakika hizi sio zama za kutegemea vyombo vya habari. Kama wewe mdau wa Jasusi TV, bila shaka utakuwa umefahamu mambo mengi kupitia hapa kuliko unavyosoma kwenye magazeti ambayo yamezoeleka, magazeti makubwa, Mwananchi na mengineyo, au kwenye vituo vya runinga, ITV na vinginevyo, kwa sababu hizi media unaziita new media za kisasa kama Jasusi TV zina uhuru zaidi wa kuripoti vitu bila kukabiliwa na changamoto za udhibiti wa taasisi za dola au taasisi za serikali. Kwa hiyo kuna uwezekano wa wananchi wenyewe kujibidiisha kuripoti matukio kama haya, lakini kwa bahati mbaya ushiriki wa wananchi katika hili bado umekuwa sio mkuu, sio wenye ufanisi. Kwa hakika ni watu wachache tu ambao wanapata ujasiri. Hata hivyo ni muhimu kusisitiza kwamba kuna watu ambao wamejitoa mhanga. Kwa mfano matukio ya kuanzia Oktoba 29 mwaka jana ambapo maelfu ya Watanzania waliuawa, ushahidi ambao sasa unapelekwa huko kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC umetokana na watu kujitoa mhanga. Watu kadhaa walijitoa mhanga wakarekodi video huku risasi zikiwa zinarindima, na hizo video walizorekodi, hizo picha walizorekodi ndio utakuwa msingi muhimu wa haki ya maelfu ya Tanzania waliouawa kupatikana. Kwa hiyo ni rahisi pengine kulaumu kwamba watu hawafanyi jitihada za kurekodi matukio au kuchukua picha na vitu kama hivyo, lakini muhimu pia kuelewa kwamba serikali inafanya jitihada kubwa sana kuhakikisha kuwa ushahidi huo na taarifa hizo hazipatikani. Kwa hiyo pia watu wanachukua tahadhari kuhusu maisha yao, kwa sababu hata wakati polisi walivyokuwa wakipita katika majumba ya watu na kukamata watu ovyo, walikuwa wakiangalia simu za watu, na mara nyingi watu wanapokamatwa polisi au watumishi wa vyombo vya dola wamekuwa wakikagua simu za watu kubaini kuna nini. Kwa hiyo ni shughuli ya hatari na si kila mtu ana uwezo wa kujitoa mhanga kwa ajili ya kuhabarisha umma. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa haya yanayojiri yapatikana. Hata hivyo wadau mbalimbali wamekuwa wakitoa taarifa aidha kwa kupitia kwenye mitandao ya kijamii au kwenye maongezi na kueleza kinachojiri, lakini story zote zinarandana kwamba kuna ongezeko kubwa la matukio ya utekaji. Lakini pia upande wa pili, matukio haya ya utekaji yameambatana sambamba na janga la mauaji ya kiholela. Sasa wakati hayo yakijiri, kumepatikana pia taarifa za kutisha na za kuogopesha kwa hakika kwamba miili mingi inayopatikana, maiti nyingi zinazopatikana zinakutwa zikiwa na viungo
vimenyofolewa. Na hii inaleta taswira kwamba huenda mauaji haya, ili wimbi la utekaji ambalo linakwenda sambamba na wimbi la mauaji ya kiholela, yanahusiana na hili janga hatari la biashara ya viungo vya binadamu. Kwa nini hili lina mantiki? Lina mantiki kutokana na ukweli kwamba huko nyuma Tanzania ilivuma dunia nzima kutokana na janga la mauaji ya ndugu zetu wenye ulemavu wa ualbino. Na haya yalijiri kwa muda mrefu, japo kwa mara nyingi alikuwa akihusishwa na nyakati za uchaguzi, lakini kikubwa ni kwamba kulikuwa na hili wimbi na Tanzania habari zilivuma kuhusu Tanzania kuwa sio sehemu salama kwa ndugu zetu wenye ulemavu wa ngozi, yani watu wenye ualbino. Kwa hiyo Tanzania sio ngeni katika biashara ya viungo vya binadamu, kwa sababu huko nyuma kama tunavyosema, ndugu zetu wenye ulemavu wa albino walikuwa wakiuawa na viungo vyao kuchukuliwa kwa ajili ya masuala ambayo yalihusishwa na masuala na shughuli za ushirikina. Hata hivyo, ni muhimu kufahamu kwamba biashara ya viungo vya binadamu ni moja ya biashara sio tu kubwa, lakini yenye faida kubwa kama ilivyo biashara ya madawa ya kulevya. Sasa talking about madawa ya kulevya, nadhani wengi wenu mmesikia kwamba kuna meli yenye bendera ya Tanzania imekamatwa huko El Salvador ikiwa na zaidi ya tani 6 za cocaine. Kwa hiyo Tanzania ni maarufu katika hizi biashara haramu za kimataifa. Moja ya vituo maarufu vya biashara haramu za kimataifa ni Tanzania. Kwa hiyo si jambo la kushangaza endapo katika mazingira kama hayo hii biashara ya kimataifa ya viungo vya binadamu inahusika na hili wimbi la kuongezeka kwa utekaji, lakini ambalo pia linashabiana na masuala ya watu kuuawa kiholela. Hata hivyo, ni muhimu pia kueleza kwamba tunafahamu ugumu wa watu kujitoa mhanga kuripoti, lakini wimbi hili pia linachangiwa na ukweli kwamba kuna namna fulani ya kama watu kuruhusu matukio haya kutokea, kwa sababu mengi ya matukio haya yanatokea mtaani. Na watu wanashuhudia, lakini sio tu watu wanashuhudia, pia inafahamika kwamba kuna watu ambao wanatoa ushirikiano kwa hao wasiojulikana wanaokuja kufanya vitu hivyo. Aidha wasiojulikana, maana baadhi ya watu wanatekwa na wasiojulikana, lakini baadhi ya watu wanakuja kuchukuliwa na polisi na wanapotea moja kwa moja. Baadaye watu hao wanaonekana wakiwa wameuawa na baadhi yao viungo vyao vikiwa vimenyofolewa katika miili yao. Sasa ni muhimu kwa wananchi kuchukua hatua stahili za kukabiliana na hali, kwa sababu utaratibu wa kukamata watu uko bayana, na jeshi la polisi lenyewe limekiri kwamba utaratibu wa kukamata watu ni polisi kuwa katika mavazi, katika sare zao na kujitambulisha kama wanamchukua mtu kwa kosa fulani na kitu kama hicho. Lakini kwa kiasi kikubwa wimbi la watu kutekwa au kuchukuliwa na watu wasiojulikana limewezeshwa na ukweli kwamba wanapokuja watu hao kuwachukua watu, wengi wa watu wanashuhudia. Sio kama haya mambo yanatokea kwa siri, mambo haya yanatokea katika mchana mweupe, yanatokea mchana kweupe, wakati mwingine yanatokea hadharani, lakini watu hawachukui picha na video kadhaa zimesambaa kwenye mitandao zikionyesha mtu anatekwa mchana kweupe, na watu wanaishia tu kurekodi, kupiga picha, lakini sio kuchukua hatua. Jasusi TV haihamasishi matumizi ya vurugu, matumizi ya nguvu, lakini katika kukabiliana na hali hii ni muhimu kuweka diplomasia kando. Ni muhimu wa Tanzania kuchukua tahadhari. Janga hili linakuwa kwa sababu baadhi ya watu wanahisi kwamba wao hawahusiki. Ni kama ilivyoanza huko nyuma, miaka ya nyuma huko ilivyotoka, kuna baadhi ya watu pamoja na mie binafsi tulikuwa tunasemewa ovyo huko kwenye vyombo vya habari, na baadhi ya watu wanacheka, wanadhani kwamba haya ni hao wanaharakati tu na vitu kama hivyo. Lakini sasa si kwamba mwanaharakati, mtu yeyote anaweza katekwa, mtu yeyote anaweza kufanywa vitu visivyofaa. Kwa hiyo ni muhimu watu kuelewa kwamba hili ni janga la kitaifa na kuna umuhimu wa kuwa na ushirikiano, kuna umuhimu wa kulindana. Kukiwa na dalili fulani, unapata taarifa kwamba pengine kuna mtu anawindwa, ni muhimu kufahamishana. Mimi nitatoa mfano hai. Juzi nilipata taarifa kwamba kuna kijana anahusika, kwamba yeye ni kuna genge la watu ambao linatumiwa kuwaingilia watu kinyume cha maumbile, yani watu wanaotekwa, baadhi ya watu wanaotekwa, na kwa mujibu wa maelezo ni wengi watu wanaotekwa huwa wanalawitiwa. Lakini hii shughuli ya ulawiti kwa kiasi kikubwa inafanywa na watu wasiohusiana na wale watekaji, yani sio watekaji wenyewe. Baadhi ya watu aidha ni wahalifu au ni watu ambao wanachukuliwa mtaani kwenda kufanya vitendo hivyo vya kinyama.
Kwa hiyo kuna mtu alitoa taarifa kwamba bwana, kuna kijana huyu inaelezwa kwamba amekuwa akishiriki katika vitendo hivyo, kwamba watu wakitekwa anaenda kuwaingilia kinyume cha maumbile. Lakini pia ikaelezwa kwamba huyu kijana pia anahusika na vitendo vya kutoa taarifa, yani kama informer wa hao wasiojulikana. Kwa hiyo mimi nilivyopata zile taarifa nikazirusha kwenye mtandao hapo jana kwamba kuna mtu anamfahamu huyu, na bahati nzuri kwa hakika response ilikuwa nzuri sana. Nimepata maelezo mengi, kafahamika mtu husika, imepatikana namba zake za simu, anakaa wapi na kila kitu, na kwa si tu kupatikana kwa taarifa, lakini na uthibitisho wa hizo tuhuma mbalimbali zinazomkabili kijana, na nyingine ambazo zilikuwa zihusiana mambo ya watu wasiojulikana za huko nyuma, utapeli na vitu kama hivyo. Kwa hiyo huu ni mfano tu kwamba pengine kukiwa na jambo kama hili, hata kama huwezi kulifanya wewe, kwa nini usiwatafute watu ambao pengine wana audience kubwa, pengine kama hivi, kuniletea mie nikaziweka, kuuliza watu, kupata. Ni muhimu kushirikiana, kwa sababu moja ya changamoto nyingine katika hizi harakati tunazozifanya sasa hivi za kudai haki, za kuwakomboa Tanzania, za kukabiliana na uonevu, ni kitu ambacho mimi napenda kukielezea kwa mfano huu, kwamba sote tunamkimbiza mwizi. Mwizi ni mmoja, tunamjua huyo mwizi, lakini kila mmoja anataka kuwa wa kwanza kumkamata yule mwizi. Matokeo yake sote tunaishia kukimbizana wenyewe, na katika kufanya hivyo mwizi anasalimika. Kwa hiyo maadui zetu tunawajua, wanaofanya maovu haya tunawajua, lakini kiwango cha ushirikiano ni hafifu, kwa sababu hakuna sababu ya watu ambao wanajua taarifa mbalimbali basi ufuate, hata kama pengine labda mtu ambaye haaminiki, labda pengine mtu anakuwa na hofu kwa bwana, huyu nikimpa taarifa anaweza kanichoma na nini. Lakini nadhani kuna watu wengi huko nje ambao mnawafahamu, ambao wana access ya kutosha na audience kubwa, unaweza kuwapa taarifa ili tuweze kuchukua hatua stahili dhidi ya hao wanaofanya uharamia huu. Kwa hiyo hili lipo ndani ya mikono yetu, na ni muhimu kuchukua hatua, kushirikiana na kufanya jitihada za kukomesha. Je, una maoni gani kuhusiana na haya, hasa kuhusiana na hili janga la utekaji ambao sasa linahusishwa na hii biashara haramu ya viungo vya binadamu? Karibu tuwe maoni kwenye comment. Asanteni na kwaherini.